Yes bana, michezo hapa ni nyumbani. Mambo ni mengi, muda ni mchache, lakini hilo halizuii sisi kuyazungumza yale ya kimichezo. Nikiwa na mchambuzi wa masuala ya kabumbu, Yusufu Bundala. Kaka uko poa? Ndugu yangu niko vizuri. Kwema? Kwema kabisa. Au sio? Bwana, tuanzie hapa. Jana Simba tumeona taarifa yao baada ya kumtambulisha kocha mkuu Steven Barker kutoka pale South Africa katika klabu ya Stellenbosch. Ubora wa Steven Barker upoje? Ni kocha ambaye anafaa zaidi kwa ukubwa wa Simba, klabu namba 5 kwa ubora barani Afrika. Anaweza kweli kuweka mabegana akaifikisha kule ambako na Simba wanahitaji? Yes, kwanza ni utambulisho ambao ukuwa na mambo mengi, yani ukuwa na promo yote, kwa sababu nakumbuka tumetoka kwenye place ya Simba unafanyika maeneo ya Bandari. Yes, Jolo Tana huko maeneo ya bandarini kule. Tuliuliza hilo swali lakini hatukupewa majibu ya kwamba ni kweli anatambulishwa siku ya leo. Lakini kocha ambaye amezaliwa Disemba 23, 1967. Moja kati ya makocha ambao historia yake sio kubwa sana barani Afrika kwa maana CV yake, lakini ni moja kati ya makocha ambao pia wameucheza mpira na amehudumu kwenye eneo la kiungo mkabaji. Kwa hiyo tegemea ubora zaidi wa Steven Barker utakuwa kwenye eneo la katikati. Moja kati ya kitu ambacho kina zinufaisha timu nyingi sana. Kama unakuwa bora kwenye eneo la katikati, nafikiri pale ndo matukio yote yanaanzia pale. Uwezo wa kujilinda, uwezo wa kushambulia, yote huwa yanaanzia eneo la katikati. Kwa maana support yote inaanzia kwenye eneo la katikati. Lakini kwangu mimi ni kocha ambaye kama Simba amemchukua kwa project ya muda mfupi, inawezekana wasinufaike naye. Lakini kama amemchukua kwa ajili ya project ya muda mrefu, nafikiri kwangu mimi ni kocha sahihi kutokana na historia yake. Moja kati ya makocha ambao wanakaa sana kwenye timu. Akiwa Stellenbosch amekaa karibia misimu 4, lakini amekupita klabu kama Amazulu na vilabu vingine. Lakini sio kocha ambaye ni mkubwa sana. Timu ambayo imemtambulisha zaidi kwenye engo ya ukocha ni Stellenbosch msimu uliopita kucheza hatua ya robo finali. Na ukumbuke alikuwa ni mpinzani wa Simba ambaye aliwapa nyakati ngumu sana kwa mechi ya Zanzibar, lakini pia walipoenda kule South Africa. Nilitoa hii taarifa Disemba 6. Nikasema kama kweli Simba wako serious kumhitaji Steven Barker, hakutakuwa na ugumu wowote wa Simba kumpata kutokana na uhusiano baina ya Mohamed Dewji na uongozi wa Stellenbosch. Na wiki chache zilizopita, Mohamed Dewji aliposti picha moja akiwa na tajiri wa Stellenbosch. Ilikuwa ni kodi lakini watu hawakuelewa. Yes, kwa hiyo naona ni kama Simba imeanza kutengeneza mahusiano mazuri baina ya virabu kutoka South Africa, kwa sababu kumbuke dirisha kubwa wachezaji kutoka kwa mkopo Mamelodi Sundowns kama Neo Maema, Lucien Deroku wametoka pale, si ndio? Lakini hata ukocha ambaye alikuwa anawafundisha msimu uliopita anatokea huko. Kwa hiyo nafikiri wameangalia zaidi kwenye hiyo faida ya kunufaika aidha na mahusiano ya hivi virabu viwili ama pia falsafa ambayo imekuwa ikitumika na makocha kutoka South Africa. Rudi hata kwenye timu kama Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates na timu zingine. Aina ya mpira ambayo inaucheza ndo kiu ya wanasimba. Ndo shauku ambayo wanasimba wanaiota kila siku. Kwa maana ile pira biliani wamekuwa na hiyo falsafa. Mfumo wake ni 4-2-3-1, lakini ni muumini zaidi wa kwenda na mshambuliaji, sio kama manager. Yeye anaga shida kwenda na force number 9. Hapana. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri ni kocha ambaye anahitaji zaidi support ya viongozi ili wakisha wanafikia kule ambako wanahitaji, kwa sababu amekuja kwenye nyakati ambazo hatohitaji muda mrefu sana, lakini pia hatohitaji muda mfupi sana, kwa sababu hivi sasa ligi ni kama imesimama. Kwa hiyo kama wanampata hivi sasa itakuwa kuna uafadhali wa kuanza kutengeneza na kuingiza vitu vyake, akiwa anawasubiri baadhi ya wachezaji ambao wameungana na timu za mataifa zinazoshiriki kule AFCON. Kwa hiyo ni kocha ambaye nafikiri ni kocha mzuri, lakini tutathibitisha hilo baada ya Simba aidha kufikia malengo, kwa maana kocha hujui amesajiliwa kwa nia kwenda kuivusha Simba pale ambapo imeishia kwenye mechi za kimataifa. Hawana alama yoyote hadi hivi sasa. Kwa hiyo lengo la kwanza ni kuhakikisha namna gani ambavyo Simba wanatoka kwenye eneo la kutokuwa na alama na kuenda kuzipata alama zitakazowavusha kwenda hatua ya robo finali. Lakini malengo mengine ambayo wamewekeana ni kuhakikisha
anatoa pia ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara ambao amekosa karibia misimu minne. Kwa hiyo hayo yote yanahitaji support ya viongozi, kama watampa imani na wakampa muda, wakampa pia vitendea kazi vyote, kwa maana technical bench ambayo imekamilika, inawezekana tukaona akibadili taswira ya kile ambacho kilianza na Simba mwanzoni mwa msimu. Sawa bana, tumezungumzia pia, umezungumzia kwa upande wa namna ambavyo unaona sio kocha muda mrefu, lakini Simba malengo yao msimu huu walishaweka wazi kwamba ni kufika nusu finali, ikiwezekana wacheze finali kabisa. Steven Barker anao hayo mabavu ya kuitutumua Simba mpaka hatua hizo? Ni ngumu sana kwa CV yake namna ambavyo unaitazama, lakini siku hizi hatuamini sana kwenye CV ya kocha kwamba nini ambacho ulikifanya, na kwa kuthibitisha hilo rudi tu hata msimu ulioisha Simba alikuwa na Fadlu Davis ambaye ni kocha mdogo sana barani Afrika, sio tu kiumri, lakini hata ukiangalia mafanikio yake yalikuwa ni kocha ambaye anakuwa zaidi, ni kocha ambaye anajifunza. Kwa hata huyu si kocha mkubwa sana, ana mafanikio makubwa sana, lakini inawezekana ile shauku ya kutaka kutengeneza kitu katika tasnia yake ya ukocha ikamsaidia. Kwa maana ni kocha ambaye zaidi anayatafuta mafanikio, anatengeneza rekodi yake kama kuwa kocha ambaye ni mzuri. Kwa hiyo kwa engo hiyo tuna aina wachezaji ambao yuko nao inawezekana wakamsaidia. Kwa mfano msimu of course hajaona nyakati bora sana toka msimu umeanza pale akiwa South Africa. Yes, katika mechi ambazo amecheza mechi ni kocha ambaye amecheza mechi 14 na katika hizo mechi 14 ana alama 12. Naona sio alama nzuri sana kwa daraja la kocha, na ukiangalia pia mashindano ambayo yako pale, lakini kumbuka ligi ambayo anashiriki kuna timu kama Mamelodi, kuna timu kama Orlando, Kaizer Chiefs, lakini pia udogo wa klabu yake kwa maana ya ubora mchezaji mmoja mmoja inawezekana pia ni kikwazo ambacho kimemfanya kuendelea kutokuwa na nyakati bora kwenye msimu toka umeanza. Lakini naamini kama anapata wachezaji wanaojua nini ambacho wanapaswa kukifanya, ikiwemo kina Neo Maema, Elim Panzu, Nabi Kamara, Arasani Kande na wachezaji wengine, inawezekana ikawa ni sehemu pia ya yeye kutengeneza CV yake. Kwa hiyo naamini wamemchukua kocha ambaye ana shauku ya kutaka kufanikiwa. Na tena kuja kwenye aina ya wachezaji pia ambao Simba yanao, sisi kama kina Morris Abraham, wachezaji ambao wanajaribu kutaka kuitengeneza rekodi yao kwenye michuano ya kimataifa. Wachezaji ambao shauku yao ni kutaka kufanikiwa. Kwa hiyo unapoenda kuunganisha hizi nguvu mbili inawezekana ukajikuta unafikia aidha kule ambako unahitaji ama unakuwa nusu ya kufikia pale ambapo unahitaji. Kwa hiyo sio kocha mkubwa sana, lakini siamini kwenye ukubwa wa mchezaji kwa maana ya kile ambacho amekifanya. Naamini zaidi kwenye namna ya kutumia rasilimali watu ambao wapo, kwa sababu kwa hivi sasa Simba ama anavyosajiliwa kocha yote kwenye mpira, tunaamini kitu cha kwanza kocha atakuja kusoma tabia za wachezaji alionao. Wachezaji karibia 28 au 30. Kitu cha kwanza unasoma tabia za mchezaji mmoja mmoja. And then unakuja kuangalia namna ambavyo wamekuwa tayari kupokea kile unachowapa. Sababu baada ya kusoma tabia za mchezaji mmoja mmoja, anakuwa na wagawanya wachezaji kwenye makundi matatu bila wenyewe kujua. Unagawanya kwenye makundi matatu kwa sababu kuna mchezaji ambaye anapokea kidogo, kuna mchezaji ambaye anapokea sana, kuna mchezaji ambaye ni slow learner. Yaani haelewi, yani unahitaji kurudia kile ambacho unahitaji akifanye ili ndio aweze kukaa kwenye mfumo ambao unahitaji. Kwa hiyo unapokutana na wachezaji kwanza unahitaji muda wa kuweza kulifanya hilo. Sasa inawezekana kwa muda usitoshe kwa sababu hatuna muda mrefu sana ligi kuu zinarejea. Lakini pia mashindano yake ya kwanza yatakuwa ni Mapinduzi. Kwa hiyo anaenda kukutana na wachezaji ambao pia walikuwa wapate nafasi kama kina Semfuko Charles. Inawezekana pia ni sehemu ya hawa wachezaji za kwanza kuonyesha nini ambacho kiwafanya Simba waweze kuwasajili. Changamoto ambayo ipo ni kwamba asilimia kubwa ya makocha ambao tunawaleta ligi kuu ama kwenye hivi vilabu vikubwa sio mapendekezo, kwa maana haina wachezaji sana wakuta. Inabidi alazimishe kufanya nao kazi kwa sababu sio yeye ambaye amewasajili. Unahisi rasilimali anazozikuta Simba hazimtoshi kufanya vizuri? Inawezekana zimekamilika kwenye engo zote kwa maana ya kile ubora wa mchezaji mmoja mmoja, kile ambacho amekifanya, mafanikio kiujumla, lakini ni namna gani ambavyo wanaweza kuingia kwenye mfumo wa mwalimu. Yaani ubora wa mchezaji ni jambo moja, and then kumfanya kaja kwenye mfumo wako pia ni jambo lingine. Tutaona baadhi ya wachezaji ambao walikuwa na nyakati bora
ikiwemo Jaisha Lea wa kipindi cha Faru Davis, lakini unazungumza msimuni kama ana struggle sana kuweza kuonyesha kile ambacho alikuwa nacho. Sio kwa sababu ni mchezaji mbaya, lakini mifumo inatofautiana. Kuna namna ambavyo kocha anataka yeye akutumie. Sasa anapokuja kocha mwingine na anavyokutumia ni tofauti na vile ambavyo ulikuwa unatumika, wala ndio maana unakuta mchezaji mwingine alikuwa anaonekana mzuri sana, lakini akija kocha mwingine ni kama anaanza kupotea. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo pia vipo, kwa sababu mpira ni mpana sana. Yani ukizungumza kwenye engo moja inawezekana usiuelewe zaidi, kwa sababu mpira watu wanajifunza kila siku, wanausoma kila siku. Kama una kauli ya Magoli, kama alimkingia kifua hivi mapema akisema kwamba sio lazima wao kwenda hatua kubwa. Mbona kuna timu hata msimu uliopita iliishia hatua fulani. Kama unadhani utakumbuka kwenye mkutano wa jana alizungumza hivyo. Ni kama alishaweka kifua kwa kocha kuwaaminisha mashabiki kwamba wasiwe na big expectation kuelekea msimu huu. Ya, kitu ambacho naamini hadi hivi sasa baadhi ya viongozi wa Simba ni kama wamekubali kwamba msimu inawezekana safari yao kuelekea kwenye hatua ama malengo ambayo walikuwa wamejiwekea ikawa ni ngumu sana. Yaani wako viongozi ambao tunazungumza ndio, lakini wanajua kabisa bana msimu sisi kufuzu ni ngumu. Mtihani. Sababu una alama yote, alafu unaangalia wapinzani ambao unapaswa kwenda kukutana nao baada ya ligi kuwa imerejea. Nagundua kwamba upo kwenye wakati mgumu sana. Kwa hiyo inawezekana namkingia kifua, lakini pia ameangalia swala la time management, kwa maana ya kocha amekuja muda gani na kipi ambacho akifanya. Nafikiri kwangu mimi hata ikitokea Steven Becker ametolewa kwenye michuano ya kimataifa, sitomlaumu kwa lolote, kwa sababu kama ni makosa tayari alishaanza kuonekana mwanzoni mwa msimu. Kabla hajaja. Yes, kabla hajaja. Kwa hiyo tutakuwa tunamkosea yeye kumlaumu kwa nini hajaivusha Simba. Labda kama lawama tutazipeleka moja kwa moja kwa uongozi ambao walikuwa wanafanya hayo maamuzi, aidha kuleta wachezaji ambao tunaona ni kama hawafanyi kile ambacho walikuwa wanakitaka, ama kutokuwa na wakati mzuri kwenye namna ya kuwavumilia makocha. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo sifikiri kama linamhusu sana huyu kocha Steven Becker, lakini naamini kwa aina ya mashabiki ambao tuko nao bado tuajiandae kusibeba lawama kama atatolewa. Anasema huyu kocha ana tofauti na yule aliondoka. Ni wale. Baba mmoja kasoro si mama. Wako wa mashabiki watazungumza. Lakini tusimkatie tamaa, bado ni mapema sana, kwa sababu kwenye mpira inawezekana. Unaweza kushangaa Simba hizi mechi zote akazishinda. Inawezekana kwenye mpira. Na akaenda kwenye hatua inayofuata. Imani yako inasema? Imani yangu. Mpira uchezwe. Ambaye amejiandaa vizuri, ambaye ana quality ya wachezaji ashinde. Alafu baada ya hapo tutajaji. Bana, msalimie sana shemeji yangu. Asante sana.